الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. رب يسر وأعن يا كريم، بجاه محمد النبي العظيم. يا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا. اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. الحمد لله. Kalada, siku yetu ya Jumatatu usiku wa Jumanne huwa tuendelea kueleza machache sana kulingamana na ufahamu wetu ambao ni mdogo katika ilmu, kueleza sira ya Mtume sallallahu wasallam wa baraka alayhi wa ala ali. Na tumetenguliza faida nyingi sana kutokamana na kusoma sira ya Mtume Muhammad, lakini faida mbili ambayo ilikuwa ni ya hivi karibuni ni kuwa hata hizi Qur'an au al-Qur'anul Karim hatutoweza kuifahamu illa min khilal qira'ati siratihi sallallahu wasallam wa baraka alayhi. Tukanena vile vile hata al-ahadithu nabawiyya hatuwezi tukaifahamu illa min khilali qira'ati siratihi sallallahu wasallam wa baraka alayhi. Haya yote ni faida inopatikanwa katika kusoma sira ya nani? Sallallahu wasallam wa baraka alayhi. Na leo inshallah tumependa tueleze mambo ambayo yafungamana kabla hatujaeleza wiladatu, uzawa kwa Mtumi. Kwanza tueleze hayo, kwa sababu ulama wanasema wabidhiddiha tatamayazu al-ashya'u. Unapotajiwa kitu kisha kile kitu katajiwa kinyume chake, ndo utaifahamu uhakika wake. Tuko pamoja? Lau utaambiwa usiku kisha ukatajiwa mchana, au kumbe kuna usiku na mchana, ona sasa usiku kinyume chake nini? Mchana, utafahamu. Tuko pamoja? Huyu ni mrefu, kinyume cha urefu ni nini? Ufupi. Hapo sasa utaelewa kuna urefu, kuna nini. Wanasema la ya'rifu nura wa ahmiyatan nuri illa man 'ashara adh-dhulma wa 'asha fi 'usuri adh-dhalami. La ya'rifu nura, hawezi kujua mwangaza, wa ahmiyatan nuri, na umuhimu wa mwangaza, illa man 'ashara adh-dhulma, illa yule alovaana na giza, waasha, na akaishi fi usuri dhalami, katika zama za giza. Mafhumu? Unapokuwa umeishi katika giza kisha ukaishi kwenye giza muda mrefu kisha ukaja kama hivi tulivyokuwa katika mwangaza, utajua neema ya mwangaza, kwa sababu asili ulikuwa waishi katika nini? Giza. Tuko pamoja jamaa? Lakini ikiwa siku zote waishi katika mwangaza, kweli utaelewa neema ya mwangaza? Huwezi kuelewa, kwa sababu hujawahi kuishi katika nini? Giza. Tuko pamoja? Kwa sababu siku zote wewe waishi katika mwangaza.
Wakasema wala ya'rifu qimatal waladi illa man faqadah, wala hatojua qima, thamani, neema ya mtoto illa man faqadah, illa yule alomkosa mtoto. Yule alokosa mtoto ikawa labda ni yeye ndio ana upungufu au ni mke wake, basi yule atajua neema ya mtoto. Kwa pamoja, au hurima fatratan tawilatan, au mtu ameoa lakini muda mrefu hajapata mtoto. Sasa yule ndo atajua neema ya nini jamaa? Neema ya mtoto. Lakini wewe leo kesho umemzalisha yule mke, huwezi kujua neema ya mtoto. Neema ya mtoto muulize yule alokosa mtoto. Wala ya'rifu qimatal mali illa man ta'iba fi tahsili, wala hatojua neema ya mali, qima cha mali, illa yule alotaabika katika kuipata ile mali. Yule alopata shida katika kuipata ile mali ndio atajua neema ya mali, uzito wa mali. Tuko pamoja jamaa? Lakini alozaliwa tayari kwao kuna mapesa tajui kama. Lakini wewe uliozaliwa maskini ukagangana mpaka ukawa tajiri, hata shilingi moja hutaki ikutoke, kwa sababu waijua namna gani ulivyopata shida katika kuipata hii mali. Tuko pamoja jamaa? Sisi tunapotaka kadhalika hivyo la na'rifu qimata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hatuwezi tukajua thamani na qima cha mtume Muhammad, wa qimata maulidihi, na qima na thamani ya mazazi ya mtume Muhammad, wa qimata ba'athihi, na thamani ya kutumilizwa mtume Muhammad, wa qimata wujudihi, na thamani ya kupatikana mtume Muhammad, illa idha arafna kaifa kana alalamu qabla mab'athihi, ila pale tukijua kabla hajatumilizwa mtumi ulimwengu ulikuwa katika hali gani. Tuweni pamoja jamaa? Tuko pamoja jamaa? Hatujui mazazi ya mtumi thamani yake, hatutojua neema ya kuletwa mtumi kwetu sisi, hatutojua ile thamani yake mpaka tujue kabla ya kuzaliwa mtumi ulimwengu ulikuwa katika hali gani. Ndio akija mtumi tutajua kumbe sisi zamani tulikuwa katika ubaya, tulikuwa katika hali mbaya, na leo tuko katika hali mzuri kwa sababu ya kuja mtume Muhammad. Wa min al-khata'i falsafiyan ilmiyan, na miongoni mwa makosa ya kifalsafa ya kiilmu, an natakallama an wiladatihi mubasharatan. Miongoni mwa makosa ya kifalsafa na kiilmu ni tuje tuzungumze mazazi ya mtumi mubasharatan, tukazungumza kabla an nandhura kaifa kana alalamu qabla mab'athihi, kabla ya kutizama ulimwengu ulikuwa katika hali gani kabla hajatumilizwa mtumi. Yani sisi tu mubasharatan tukitaka kueleza sira ya mtumi tunakuja tu kuanza wiladatuhu, hiyo ni makosa. Kwa pamoja, kifalsafa na kiilmu ni makosa. Ni kwanza tutizame kabla hajatumilizwa hii ulimwengu ambao leo sisi tuishi nayo ilikuwa katika hali gani. Tuko pamoja tunachokisema sisi? Kaifa kana halu nasi min arabin wa ajamin qabla an yulad al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Kaifa kana halu nasi, ilikuwa vipi hali ya watu, min arabin tukamana na Waarabu, wa ajami na wasiokuwa, kabla an yulad al-Mustafa, kabla hajazawa mtume Muhammad. Waarabu walikuwa katika hali gani na wasiokuwa Waarabu walikuwa katika hali gani? Hatta nash'ura bihajatihi wa biqimatihi wa bimakanatihi sallallahu alayhi wasallam, mpaka tuweze tukatambua kumbe huu ulimwengu inamhitaji mtume Muhammad. Kumbe mtume katika hii ulimwengu ana thamani kubwa kuja. Sawa?
Lakini hatuwezi tukajua kwamba ulimwengu inamhitaji mtumi mpaka kwanza tutizame jamaa, kabla ya kutumilizwa mtumi Waarabu walikuwa katika hali gani na wasiokuwa Waarabu walikuwa katika hali gani. Ndo mtumi akija tutajua sisi kumbe tuna haja na mtume Muhammad. Kumbe sisi tunamhitajia mtume Muhammad. Lidha, kwa ajili kama hiyo, ahbabtu an ukhassisa 3 liqa'atin, nimependa nikhusishe vikao vitatu, an atakallama fiha, kwenye hizo vikao vitatu nizungumze ndani yake, kaifa kana alalamu qabla mab'athihi sallallahu alayhi wasallam, ulimwengu ulikuwa katika hali gani kabla hajatumilizwa mtume Muhammad. Tuko pamoja sisi? Kabla hajatumilizwa mtume, je, ulimwengu uko katika hali gani? Ndo pale tutajua kumbe mtume jamani neema kubwa. Wama arsalnaka illa rahmatan. Liqa'ul awwal, ambao ndio leo tumekutana, ndio kikao cha kwanza, tutazungumza kaifa kana alalamu qabla mab'athihi sallallahu wasallama. Tuko pamoja? Kabla hatujaingia kwenye wiladatuhu, inshallah Mungu atufikishe huko. Lakini tutakuwa na vikao vitatu, kaifa kana alalamu qabla mab'athihi. Ndo tukija tukieleza wiladatuhu, tutajua umuhimu wa kuzaliwa mtume Muhammad, tutajua umuhimu wa kutumilizwa mtume Muhammad. Ahbabtu an atakallama ani dawlati rumaniya, nimependa nizungumze daula ya Kirumi kabla mab'athihi sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kutumilizwa nani? Qala ahlu siyar, wamesema watu wa sira, wal alamu fi dhaka alwaqti, na ulimwengu katika huo wakati, tahkumuhu dawlatani adhimatani, ulimwengu kabla hajatumilizwa zamani ilikuwa ikipelekwa na ikitawalwa ikiongozwa na daula mbili ambavyo zilikuwa ni vikubwa sana. Tuko pamoja sisi? Wa huma dawlatur rumaniya, daula ya kwanza inaitwa daula ya Kirumi, wa dawlatul farisiya, na daula ya pili ni daula ya Kifursi. Tuko pamoja sisi? Hizi ilikuwa ni daula mbili kubwa sana, ndiyo iliyokuwa ikitawali ulimwengu na ndiyo iliyokuwa ikipeleka ulimwengu. Ndo tuseme ndio superpower katika ulimwengu. Kama namna leo hivi kuna watu ndio superpower katika ulimwengu, wao wakisema khalas, wengine hawafai kunena, kana kwamba ni wahyun rabbaniyun. Kwa pamoja, leo Amerika akisema, wengine lazima wote wanyamaze na watii amri, kwa sababu ndio superpower katika ulimwengu. Sawa? Wakati kama ule ad-dawlatu ar-rumaniyatu wad-dawlatu al-farisiyatu ndio iliyokuwa ni superpower katika nini jamaa? Katika ulimwengu. Bal ulama wanasema fi dhalika zaman, katika hiyo nini? Dawlatun dhakhmatun jiddan, kwamba hii daulatu rumania na daulatu al-fursi ndio ilikuwa daula kubwa sana, tamtaliku nisfa al-ardhi takriban. Tamtaliku nisfa al-ardhi madha? Takriban. Hii daula ilikuwa inamiliki nusu ya ardhi. Tuweni pamoja, nusu ya ardhi ilikuwa ikimilikiwa na daula Rumania. Wa hiya daulatu rumaniyatu, nayo ni daula ya Kirumi, yani nusu ya ardhi katika ulimwengu ilikuwa chini ya utawala na salta ya Kirumi. Tuko pamoja? Na nusu ya pili iliyobakia katika ulimwengu ilikuwa ikitawalwa vile vile na daulatul Fursi. Tuko pamoja sisi? Yani hawa ndio walikuwa wamegawanya hii ulimwengu kati na kati. Hawa wametawali huku nusu ya dunia, na nusu ya pili iliyobakia ad-daulatul Fursi ndio wanaohukumu, iko chini yake. Tuko pamoja sisi? Bal ulama wanasema wa min dhakhamatiha, na miongoni mwa ukubwa wa hii ad-daulatu rumaniya
samma Allahu azza wa jalla suratan min suwari al-Qur'ani bi surati ar-Rumi. Miongoni mwa kubwa, yani ukubwa wa hii daulatu Rumania, Mungu mwenyewe ameita suratan, sura min suwari al-Qur'ani al-Karimi, miongoni mwa sura za Qur'ani tukufu, bi surati ar-Rumi. Kuna sura katika Qur'ani inaitwa suratu ar-Rum. Inaitwa nini? Dhakara fiha qissat ar-Rumi ma'a al-Fursi, na Mola akataja kisa ya Warumi pamoja na kisa ya Mafursi ndani ya hiyo suratu ar-Rum. Tuko pamoja? Alipoanza tu akasema ghulibatir Rumu madha fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim madha fi bid'i sinina lillahi al-amru min qablu wa min ba'du al-ayat, mpaka mwisho. Lakini yani Mungu mwenyewe subhanallah, kwa sababu hii daulatu Rumania ilikuwa ni dola kubwa sana, mpaka hata moja katika sura miongoni mwa sura za Qur'ani imeitwa kwa sura ya hii jina ya hao watu, suratu Rum. Tuko pamoja? Yaonyesha kwamba hii ni dola kubwa sana. Tuko pamoja? Lakini angalia kinyume chake sasa, wa jaziratul arabi madha, na kisiwa au jaziratul arabia afwan, kisiwa cha Kiarabu, kanat la tadhharu ala kharitatil alami, ilikuwa lau wakati kama ule ambao kwamba ulimwengu ilikuwa chini ya utawala ya Mafursi na chini ya utawala wa nini, wa Kirumi. Tuweni pamoja, wa Kirumi. Ilikuwa jaziratul arabi, lau utachukua mapu ya kiulimwengu haidhihiri katika mapu ya kiulimwengu. Pamoja? Kwa nini? Kwa sababu ni ndogo sana. Lamma kanat ghazwatu Badrin, ilipofanyika vita vya Badr, sisi tumesoma, si ndio? Kama adadul muslimin, idadi wa Waislamu walikuwa ni wangapi? 313. Hiyo ndio jeshi ya Uislamu. Tuko pamoja? Wa kam kana adadul kuffar, idadi ya makafiri walikuwa ni wangapi? Tuweni pamoja, sisi tumesoma fasulu thalithi. Wako baina 900 na 1000, alaysa kadha? Sasa angalia Waislamu idadi yao ilikuwa ni ndogo sana, 313, na makafiri tufanye ni 1000. Wangapi? 1000. Lakini wakam adadu au wakam kana adadu jaishi Rumania, wakati kama ule ambao Waislamu jamani 1313, sio? Na makafiri wale wako 1000. Je, hii jeshi ya Rumania Kirumi walikuwa ni wangapi? Wanakuambia katika tarikhi wakati kama ule milionen shakhsin, watu walikuwa ni majeshi milioni 2. Ngapi? Waislamu kule tumesema ni ngapi jamaa? Na makufari kule, tuko pamoja sisi? Hawa wako milioni 2. La natakallamu ani sha'bi Rumi, na sisi hapa hatuzungumzi wale wakazi wa Kirumi, la, wala ani sha'bi al-Fursi, wala hatuzungumzi wakazi wa Kifursi, la, tunazungumza jeshi wa Warumi na tunazungumza jeshi wa Kifursi. Walikuwa hawa jeshi tu wana milioni 2. Tuko pamoja? Sio wakazi. Sasa hebu niambie hawa watu walikuwa ni wengi kiasi gani? Ndio tukasema lau utachukua wakati kama ule ukachukua mapu ya ulimwengu, la tadhharu makkatu ala kharitatil alami, mji wa Makka huwezi kuiona katika mapu ya kiulimwengu. Inatoka jeshi ambao kwamba ni wengi sana, hao ni 1000. Madina inatoka jeshi ambao kwamba hao ni wengi sana, tumesema ni ngapi? 313. Wale wana milioni 2 Sheikh, na hawa sio wakazi wa pale, hilo ni jeshi tu. Kwa pamoja sisi itakuwa tunapata lidha kana la wujuda lil arabi, ilikuwa Waarabu hawazingatiwi, hakuna kitu kwao, la ibrata lahum, wa hadha huwa qabla bi'ithatihi sallallahu alayhi wasallam. Na hii ilikuwa ni kabla ya mtume kutumilizwa, na alipotumilizwa mtume akaambiwa ma arsalnaka illa rahmatan
lilalamin wa min huna natakallamu an akhlaqi rumaniya. Na hapa ndio nimekusudia sana, tuweni makini sasa tafadhalini, tuache kusinzia hapa. Sasa ndio tutaka kuona zile akhlaq walionayo hawa Warumi, ili tuone kweli mtume jamaa anastahiki na anahitajika katika ulimwengu. Tuko pamoja? Wanasema ulama, hunaka lu'batun 'inda ar-rumani, kuna mchezo walikuwa wakiendelea nayo hawa Warumi kabla hajatumilizwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mchezo wenyewe ni waje wale mahukama, waje maamiri wao, waje mawaziri wao, wakae sehemu kama hivi. Kwa pamoja jamaa? Waje shaabu Rumi, wale wakazi wa Kirumi waje wakae. Na sehemu ambao watakwenda kukaa ni sehemu ambayo imejengwa. Wao wanakaa kwa nje, ambao kwamba kukaa kwao wanakaa kwa daraja, wanaona ndani vizuri. Kwa pamoja? Na sehemu kama ile iliyojengwa imejengwa na viuma. Wa fiha alhayawanatu sibau, na ndani ya hiyo jengo iliyojengwa ambao nje kuna ashabu Rumi, kuna wale mahakimu, na kuna uzara, na kuna umara wamekaa hapo. Simama. Na mmoja katika maamiri angalia watu wanaosinzia wasimame. Kapa wale Jumashe mwanao wasimame. Tuko pamoja jamaa? Sasa ikiwa watu wamekuja wamekaa, lakini sehemu kama ile ambao wao wamekuja wakaringiza, kuna nini tumesema? Limejengwa na nini? Viuma. Ndani yake kuna hayawani wabaya, awe simba, awe nani. Sasa ikifikia daraja kama hiyo, au ikifika hapo, wanasema thumma yunziluna abdan aswada alladhi la qimata lahu indahum. Watu wanapokuwa wamekuja wameringiza sehemu kama ile, na sehemu imejengwa tumesema, si ndio? Hapo awe kuna simba, awe kuna chui, au kuna nani, wanakuja wanamtafuta mtumwa ambao kwamba ni mweusi, wakamshusha katika ile sehemu. Tuko pamoja? Mtumwa ambao kwamba la qimata lahu indahum, hana thamani yoyote, hana qima yoyote kwa wao. Tuko pamoja sisi? Sasa hapo itapatikanwa mapambano kati ya ule mtumwa na ule simba. Na simba ashazoea kila wakati watu watakuja wataringiza, atatupiwa mtu tu. Baada ya dakika 5 ashamtafuna ule mtu. Thumma yujadu tasfiqu, itapatikana watu piga makofi huko nje, watu wanashangilia namna anavyoshambuliwa yule jamaa na simba. Kwa pamoja sisi? Baada ya dakika 5 dakika 10 ule jamaa shamalizwa, huko jamaa wanacheka wanafurahi Sheikh, wanaona mechi inaenda vizuri hii. Kwa pamoja jamaa? Ya salam. Wakasema watantahi al-lu'batu, huu mchezo itakoma, itamalizika biqatli hadha al-abd al-miskini, kwa kuuawa huyu mtumwa ambaye kwamba ni maskini, hana dhambi yoyote, ameshushwa tu pale kwa sababu ni mtumwa, la qimata lahu indahum. Tuko pamoja jamaa? Wala yash'uru ahadun min ar-rumaniya min hadhihi al-wahshiyya, wala hakuna yoyote katika wale waliohudhuria kutokamana na watu wa Kirumi yoyote anaotambua min hadhihi al-wahshiyya, kutokamana na huu unyama. Iwaje mtu hana dhambi kwa sababu yetu yeye kuwa mweusi au kuwa mtumwa anashushwa sehemu kuna simba Sheikh, hana dhambi. Na katika watu waliohudhuria pale hakuna mtu yoyote anaosikitika kwa jambo kama ile, kila mmoja afurahi namna simba anavomtafuna mtu Sheikh. Tuko pamoja? Hii ni moja katika hali ambayo kwamba walikuwa nayo hawa watu. Hajamaliza hapo, bal anna al-faylasuf Aflatun sahibu fikrati al-Madina al-fadila, huyu kuna jamaa anaitwa Aflatun ambao wao wanamuita rajulun thaqafiyun, ni mtu wa maendeleo, rajulun diniyun, mtu wa kidini, ameshika dini ati wakati kama ule wa Kirumi. Sawa? Anaitwa nani tumesema?
Aflatun wanamuita rajulun thaqafiyun, mtu aloendelea, rajulun fikriyun, mtu wa kifikra. Tuko moja sisi? Huyu mtu kana yara, alikuwa anaona, annahu, hakika amri na shani, yajibu, anasema inapasa, alla yu'ta al-abidu haqqa al-muwatana. Madha? Alla yu'ta al-abidu, wasipewe watumwa, haqqa al-muwatana, haki ya kuishi pale Rumi. Tuko pamoja jamaa? Ya salam, hadha rajulun dini, huu ni mtu wa kidini. Rajulun thaqafiyun, mtu wa kimaendeleo. Rajulun fikriyun, mtu wa fikra. Kisha anaona yeye, anasema yajibu alla yu'ta al-abidu haqqa al-muwatan, anasema inapasa wasipewe wale watumwa walioko katika mji wa Rumi hapa, wasipewe haki wa kuishi hapa, kwa sababu hao hawafai. Tuko pamoja? Bi'itiqadihi annahum bahaimun, anaitakidi hawa watumwa wote wanyama. Bali albahaimu afdalu min haula'i alabidi, bali hawa wanyama ni afadhali kuliko hawa watumwa. Tuko pamoja jamaa? Hii ni moja katika hali ambayo kwamba wao walikuwa wakiishi nayo. Mtumwa aliyoko pale hafai kwa haki ya kupewa sehemu, jenga nyumba yako au sehemu ya kuishi. Ye hafai kwa sababu ni mtumwa. Bali wanaona mnyama ni mbora zaidi kuliko hawa watumwa. Ndio mnyama anajengewa sehemu vizuri, akitaka nyama analetwa mtumwa mmoja, anaingizwa katika hiyo sehemu. Kwa pamoja, anaingizwa katika hiyo sehemu. طيب لكن انظر في تعاليم النبي، tizama katika mafundisho ya mtume Muhammad. Kaifa rafa'a al-abida, vipi mtume amewapa daraja na kuwanyanyua watumwa. Walikuwa wanasema wao mtumwa hana haki ya kuishi pale kwao, si ndio? Mnyama ni afadhali kuliko mtumwa, sio ndio wanavyosema, si ndio? Lakini angalia mtume namna alivyowanyanyua watumwa sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Bal rubama yaqulu lak, mtu waweza kumpata mtu leo akakwambia al-islamu dinul ubudiyya, huu Uislamu ni dini ya utumwa. Mtu anaweza kukuambia hivyo. Tuko pamoja jamaa? Lakini qul lahu bal al-islamu harrara al-abida, mwambie Uislamu ndio ilikuja ikamkomboa mtumwa. Uislamu haukunyanyasa, haikuwanyanyasa watumwa, bali Uislamu ndio iliokuja ikamnyanyua nani jamaa? Ikamkomboa nani? Kwa kauli ya mtume Muhammad. Sikiliza, mtume anasema katika hadithi yake ambayo kwamba iko katika as-sahihain, sahihi ya al-Imam al-Bukhari na sahihi ya al-Imam Muslim. Mtume anasema hum ikhwanukum, hum madha? Hawa watumwa ni mandugu zenu. Jamaa, ndugu yako aweza kumdhulumu kama kweli wewe una Uislamu? Mtume anakuambia mtumwa hum ikhwanukum, hao ni nani jamaa? Ni mandugu zenu. Hajamaliza hapo, ja'alahumullahu tahta aidikum, na Mungu amewajalia hao watumwa wakawa ja'alahumullahu, amewajalia wao Mwenyezi Mungu tahta aidikum, chini ya mikono yenu. Hawa ni watu ambao kwamba ni mandugu zenu, kisha Mungu amewajalia wakawa chini ya nini jamaa? Mikono yenu. Angalia, sikilizeni, inshallah tutaandika kitabu, mtu akitaka baadaye nitampa. Akasema mtume ni mandugu zenu ambao nyinyi ndio mmiliki, wako kwenye mikono yenu, si ndio? Fa'at'imuhum mimma ta'kuluna, fa'at'imuhum, walisheni hao watumwa, mimma ta'kuluna, kutokamana na yale ambayo kwamba nyinyi mnakula. Kile unachokula wewe ndo umpatie mtumwa wako. Hapo tutaona anna al-islam harrara al-abida, Uislamu umemkomboa nani? Kile unachopika wewe nyumbani ndo apike nani? Mtumwa wako, si ndio? Lakini wao walikuwa wanaamiliana vipi na mtumwa? Ndo utajua umuhimu wa mtume kuletwa katika ulimwengu. Tuko pamoja jamaa?
wa albisuhum mimma talbisuna, na mtume akasema wavisheni hao watumwa kutokamana na yale ambayo kwamba nyinyi mnavaa. Ile nguo unaovaa wewe, basi hata mtumwa wako pia mnunulie nguo kama ile ile. Sawa? Mtume akasema wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, wala msiwakalifishe kitu ambacho itawashinda wao, kazi ambao wao hawawezi msiwakalifishe. Fa in kallaftumuhum, na mkiwakalifisha fa'ainuhum, wasaidie. Dalili mtume. Sasa hapo utajua utafauti ya hao waliokuwa kaifa kana alalamu qabla mab'athihi. Tuko pamoja jamaa? Na baada ya kuja mtume ulimwengu ulikuwa katika hali gani? Ndio tukasema kifalsafa, kiilmu ni makosa tuje tuzungumze tu wiladatuhu wakati hatujazungumza kaifa kana alalamu qabla mab'athihi sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Hiyo ni upande wa kuamiliana na watumwa. Tumeona jamaa mtume anatuambia nini na wao walikuwa wakiamiliana vipi na mtumwa, sio? Itakuwa tumeelewa. Ya pili kisha tuende ya tatu tumalize. Ilitoka wakati fulani mwaka wa 70 miladia. Kwa pamoja yani vita baina hao watu wa Rumi na Mayahudi. Kisha Warumi walikuja wakashinda. Sasa wanasema hasara rumanu alyahuda fil Qudusi. Hawa Warumi wakaja wakawaringiza Mayahudi katika fil Qudus. Katika nini? Qudus limuddati 5 ashhurin, kwa muda miezi 5 wale Mayahudi wameringizwa, hawana nafasi ya kutoka. Lakini vita kama hii ikakoma ndani ya mwezi wa Disemba mwaka wa 70 kama tulivyosema miladia. Tuko pamoja sisi? Thumma saqatatil madinatu fi ashaddi hazimatin, kisha mji kama huu ukaporomoka ukashuka katika vita ambavyo vilikuwa ni vikali sana baina ya Mayahudi na watu wa Kirumi. Tuko pamoja sisi? Lakini wale Warumi Mayahudi wakashindwa na Warumi na wakaringizwa kwa muda miezi mingapi tumesema? 5. Lakini sikiliza, baadaye sasa wale walipoona sisi hatuwezi tukatoka hapa, tumeringizwa, hata kwenda kununua chakula inakuwa ni ngumu, tuko pale. Tuko pamoja sisi? Sasa wakajisalimisha, bana sisi tumekubali, nyinyi mshatushinda, mmeturingiza kwa muda miezi 5, basi sisi tumesalim amri, tufanyeni vile mnavyotaka nyinyi. Tuko pamoja jamaa? Lianna ar-rumana amaru al-yahuda an yaqtulu abna'ahum wa nisa'ahum biaydihim. Baada wale Mayahudi kujisalimisha kwa Warumi, wale Warumi amaru al-yahuda, wakaamrisha Mayahudi an yaqtulu abna'ahum. Mtu akitoka katika ile sehemu aliyoingizwa anaambiwa toka na wewe na watoto wako na mke wako. Hebu tuweni pamoja ili tuone wahshia, unyama ulioko hapa. Amaru al-yahuda, wakaamrisha Mayahudi an yaqtulu abna'ahum, waue watoto wao. Pamoja? Wa nisaahum, na wake zao biaidihim, kwa mikono yao. Sio kwamba mtu akitoka na watoto wake na mke wake wanamalizwa. Wewe baba waue watoto wako, wewe mume muue mke wako. Tuko pamoja jamaa? Waqad istajaba al-yahudu lahum min shiddati ar-ru'bi, Mayahudi wakaitikia sawa, tutawaua watoto wetu sisi, sawa, tutawaua wake zetu, min shiddati ar-ru'b, kwa sababu hofu ilikuwa ni kubwa sana. Tuko pamoja? Wa tama'an fi najati, na walikuwa wana tamaa. Hakuna kitu kibaya kama tamaa. Walikuwa na tamaa kwamba sisi tukifanya hivi tutaokoka. Mtu anatoka na mtoto wake 5 ni 6, anawakata kichwa, mke wake anamkata kichwa. Kwa nini? Mimi nitaokoka hapa. Kwa moja, subhanallah, fahum ahrasu an-nasi ala hayatin walau kanat hayatan haqira. Na hakuna watu wanaopenda kuishi hapa duniani kama Mayahudi. Hata wewe ukisoma suratul Baqara utaambiwa wala tajidannahum ahrasa an-nasi
ala hayatin wala tajidannahu wallah, utawapata hao Muhammad ahrasan nasi ala hayatin, wao ndio wanapupa zaidi kuliko watu wote katika kuishi. Hakuna watu wanaotaka kuishi hapa duniani kama Mayahudi. Nafahamu? Sasa hebu niambie, mtu yuko tayari anamuua mtoto wake. Sasa hebu niambie, faida yake kuua watoto wake kisha yeye akaishi, faida yake nini? Lakini anataka aishi yeye. Watoto wangu wafe, mke wangu afe, lakini mimi nisalimike, wa tam'an fi najati, kama tulivyoambiwa hapa. Tuko pamoja sisi? Ya salam. Lakini mimi pamoja kwamba nitashangaa kwa hao Mayahudi waliokuwa na unyama kiasi hichi, pia nitashangaa kwa Mayahudi. Utakubali vipi kuwaua watoto wako? Utakubali vipi kumuua mke wako kwa mkono wako? Sawa? Ikafika watoto wote wamemalizwa na wanawake wote wamemalizwa, wakabakia fabakia rijal, wakabakia wanaume, watasalimika na hao. Sikiliza, thumma bada ar-rumanu, kisha wakaanza watu gani? Rumi hao. Wakawa wanapitisha kura baina kulli yahudiyin, baina kila Mayahudi wawili. Wewe bana, wewe Mayahudi njoni hapa, inapigwa kura. Kura ikimwangukia huyu anaambiwa huyu Myahudi amalize Myahudi mwenzake. Mafhumu? Wama yafuzu bilqur'a, yule mwenye kufaulu kura haikumwangukia yeye, yaqumu biqatli sahibihi, yeye ndo anasimama kumuua mwenzake, Yahudi mwenzake. Tuko pamoja jamaa? Hatta ubida alyahudu fil qudus an akhirihim, mpaka ikafika daraja hao Mayahudi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wao wote wakamalizwa na wale Warumi. Pamoja? Bimaana hata hao wanaume waliofika daraja asili kuwaua watoto wao kwa mikono yao na kuwaua wake zao, pia na wao hawakusalimika. Pamoja jamaa? Wasaqatat dawlatuhum, na ikaporomoka ile daula yao. Walam yanju minhum siwa ash-sharidi, na hakuokoka kutokamana au miongoni mwao siwa sharidi isipokuwa yule aliotoroka. Wa ulaika alladhina kanu yaskununa fi amakin ba'idatin, na wale ambao kwamba walikuwa wanaishi sehemu za mbali huko mashambani, labda hao, lakini waliokuwa pale wote wakamalizwa. Pamoja? Ikiwa kweli sisi tuko hapa na tumeelewana na tumefahamiana, hii hali jamaa haimuhitaji Mtume Muhammad. Je, hastahiki mtume wakati ule kutumilizwa katika ulimwengu? Bali huyu ndio yule aliyotuambia hadithi ambayo nyote mwajua, irhamu man fil ardi yarhamukum, irhamu man fil ard. Angalia lugha aliyotumia Mtume Muhammad, irhamu, wasikitikieni. Wakusikitikiwa ni nani ya Rasulullah? Anatumia man fil ardi, yoyote ambayo kwamba yuko ardhini. Man ni katika adatul umum, ni katika adatul umum, yoyote ambayo kwamba yuko ardhini, awe mwanamume awe mwanamke, awe mdogo awe mkubwa, awe Muislamu asiwe Muislamu, kila mmoja anahitaji rahma kutoka kwako. Lakini alotuambia irhamu man fil ardi ni nani jamaa? Ni Mtume sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Ndo tukasema sisi hatufai kwenda kule tukaeleza wiladatuhu sallallahu alayhi wasallam kabla hatujaeleza kaifa kana alalamu qabla mab'athihi sallallahu alayhi wasallam. Tumeona wahshia, unyama uliokuwa ni mkubwa kwa hawa Warumi kabla hajatumilizwa nani? Mtume sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Nimalize ya mwisho. Wanasema vile vile fi rumiyatin, katika nini? Huko Rumi, sio? Ijtamaa adadun kabirun, siku moja walikusanyika idadi kubwa sana Warumi, tumekusanyika sehemu. Bahatha fi shu'uni almar'ati, wakawa wale waliokusanyika pale wanafanya bahthi, wanafanya research katika mambo ya mwanamke. Yani wamekaa wanajadili huyu mwanamke ni nani jamaa? Mmoja huyu mwanamke ni nani? Sisi tutakumfahamu mwanamke ni nani?
faqarrara hadha almajlis, ikatoa qarar hii majlis, ikatoa hukmu anna almar'ata kainun la nafsa lah, anna almar'ata kainun la nafsa lah, kwamba mwanamke ni mtu tu yuko shaghala baghala. Tuweni pamoja, yuko shaghala baghala, kuumbwa kwake hakuna hikma yoyote, yeye kuletwa duniani hakuna faida yoyote. Tuweni pamoja hapa, yani kuletwa kwake hakuna faida yoyote. Kainun la nafsa lah, mafhum? Wa anna hali hadha, na ikiwa huyu mwanamke jambo lake liko hivyo kwamba yuko tu, hakuna faida yeye, hakuna hikma yeye kuletwa duniani, lan taritha alhayata alukhrawiyata. Ikiwa hali ni hivyo, wanasema huyu mwanamke, angalia hiyo ni kikao chao wanaoisema, wamekaa wakamhukumu mwanamke nani, wakasema mwanamke haturithi maisha ya akhira. Haturithi maana yake wakapitisha, wakasema huko akhira wanaoingia peponi na wanaume tu peke yao, wanawake wote watakwenda katika moto. Tuko pamoja? Sisi tuweni pamoja tafadhali. Kisha hawajamaliza hapo, wakasema wa annaha rijisun, na huyu mwanamke ni mchafu, ni uchafu, mwanamke ni najisi. Wao ndo wanasema hivyo. Yajibu alla taakula al-lahma, huyu mwanamke hafai kula kila kitu, ale kila kitu, lakini huyu mwanamke hafai kula nyama. Ni hicho kikao jamaa, hafai kula nyama. Hawajamaliza hapo, wa alla tadhaka, na huyu mwanamke hafai kucheka siku zote, serious, hakuna kucheka. Ni hicho kikao chao. Wa manauha min al-kalami, na huyu mwanamke wakamzuia kutokamana nini maneno, hatta wada'u ala famiha quflan min alhadidi, mpaka wakatengeza kifuli ya chuma wakaja wakaeka kwenye mdomo wa mwanamke kwa lugha ili munifahamu. Si tulikuja wakati wa corona jamaa, ikawa watu wanavaa nini, barakoa, si ile ya nini, wanavalishwa barakoa ya chuma. Sheikh hafai kusema huyu, hafai kunena huyu. fakanat almar'atu min a'la al-usari wa adnaha taruhu wa taghdu fi at-tariq wa ala famiha quflun min al-hadidi. Mwanamke atoka asubuhi anarudi azunguka huku na huku, lakini kwenye mdomo wake kuna barakoa ya chuma. Fai kuzungumza, fai kuchofanya chochote, ale kila kitu, lakini asile nini. Huyo jamani ubinadamu kweli? Lakini angalia mafundisho ya Mtume Muhammad. Ndio tukasema kuna haja mtume kufanywa nini, kutumilizwa katika ulimwengu. Alaysa kadha ya ikhwan? Mtume anakuja, hadithi ambayo mimi na mara nyingi nataka niwatajie kitu ambayo nyinyi wenyewe mnaelewa. Anatufahamisha mwanamke kwetu sisi ni nani. Wao wamesema mwanamke ni najisi, si ndio? Mwanamke ati lan taritha alhayata alukhrawiyata, mwanamke harithi maisha ya akhira. Wote wataingia peponi, lakini wanawake wote wataingia katika moto. Lakini mtume anakuja anatuambia innaman nisa'u shaqa'iqur rijal. Innaman nisa'u, tafsiri yake mimi hakika wanawake ni ndugu zao wanaume, si tumetafsiriwa hivyo. Lakini angalia lugha ya ajabu iliyokuja hapa. Ilikuwa mtume anaweza kutuambia innaman nisa'u akhawatur rijali. Innaman nisa'u, katika lugha ya Kiarabu ukimwambia mtu hadha shaqiqi wa hadha akhi, kuna utofauti. Madha jamaa? Hadha shaqiqi wa hadha akhi. Ukisema hadha shaqiqi maana yake kwamba huyu ni ndugu yangu, lakini ndugu yangu min abin wahidin wa ummin wahidatin. Ukisema shaqiqi bimaana unasema huyu mimi na yeye ni mandugu kwa baba moja mama moja. Lakini ukisema wa hadha akhi, huyu ni akhi, ni ndugu yangu, maana yake kwamba huyu mimi na yeye yaweza kuwa ni ndugu, lakini min abin wahidin, yaweza kuwa kwa baba, au min ummin wahid, au kwa mama, lakini sio kwa baba na mama. Tuko pamoja hiyo lugha?
Lakini sasa mtumi alipokuja kutueleza mwanamke, hajasema innama nisa'u akhawatu rijal. Masala sio ndugu ima kwa baba au mama, la, innama nisa'u shaqaiqur rijal. Ule undugu wetu sisi na wanawake undugu wa baba na mama. Tuko pamoja jamaa? Ni undugu wa baba na je, kuna mtu aliyomuinua mwanamke kama Mtume Muhammad sallallahu wasallama wa baraka alayhi? Bal jamaa wanasema lakin undhur fi ta'alimi nabii sallallahu alayhi wasallam, angalia katika mafundisho ya Mtume Muhammad, kaifa adhama almar'ata, vipi mtume amemtukuza mwanamke. Bal lam ya'rif at-tarikh, haijawahi kujua rajulan, mwanamume au mtu, yu'adhimu almar'ata, atukuza mwanamke kama adhama an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kama vile alivyotukuza nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanamke mtume alimpa daraja sana mwanamke. Ndo hata sisi tukisoma katika masala ya akhlaqi, masala ya nini, mtume anapokuja sahaba anauliza man ya rabbi, nani man ahaqu bihusni suhbati, yani mimi nimshike nani katika watu, nimshike rafiki. Mtume anasema nini? Ummuk. Thumma man ya Rasulullah? Ummuk. Thumma man ya Rasulullah? Baada ya tatu akasema thumma abuk. Kwa moja ndo pale tukasoma wa ummi afdalu min abi bi thalathi darajatin, yani hata sheria Uislamu ilimpa mwanamke daraja kubwa sana. Kinyume na wale jamaa, wewe mwanamke kula kila kitu, imekuwa kana kwamba ile kisa ya Nabii Allah Adam alayhi salam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma fatakuna min adh-dhalimin, si ndio? Adam kula kila kitu, wewe na mke wako Hawa, lakini huu mti msikurubie. Na yeye mwanamke aliyokuwa katika zama ya Kirumi anaambiwa kula kila kitu, lakini nyama usile. Fikirieni jamaa, kwa pamoja sisi. Asema man minna minal muslimina yaf'alu hadha alfi'la, ni nani katika sisi anaweza kufanya hichi kitendo? Kitendo gani? Faqad rawa Abu Dauda والترمذي والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت, سيدتنا عائشة نسيمة ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا ولا هديا برسول الله من فاطمة. نتشكوا محل الشاهد كانت إذا دخلت عليه. أسمى سيدتنا فاطمة alikuwa kimwingilia mtume Muhammad, yani mtume amekaa anakuja binti yake nani? Sayyidatuna Fatima, si ndio jamaa? Radiyallahu anha, qama ilaiha, mtume amsimamie ule binti yake Sayyidatuna Fatima. Mtume husimama khaswa, kwa pamoja mtume husimama, akisimama fa akhadha biyadiha, mtume huja akamshika mkono wake, faqabbalaha, ule mkono wa Sayyidatuna Fatima, sio mke wake, binti yake huyo, akaibusu, kisha wa ajlasaha fi majlisihi, mtume akatoka pale alipokuwa yeye asili amekaa, baada ya kusimama na kumbusu Sayyidatuna Fatima, kisha akimketisha pale alipokaa yeye asili. Kweli kuna mtu anaweza kufanya hivyo? Usiniambie huna binti, lakini je, ushamuona babako akimfanyia dadako hivyo? Sayyidatuna Fatima anakuja, mtume asimama, yeye ndo anachukua mkono wa Sayyidatuna Fatima anabusu, kisha anaondoka pale alipokaa yeye, anamwambia Fatima, marhaban ibnati Fatima, kaa wewe. Mtume anakaa kwingine, lakini pale alipokuwa asili amekaa anampisha Sayyidatuna Fatima. Kinyume na wale jamaa, tusisahau sisi tunafanya mukarana, tunajaribu kulinganisha tuliowasoma walikuwa katika hali gani na wanawake, na tunamsoma Mtume Muhammad. Vile vile wa kana idha dakhala alaiha, na alikuwa pia mtume sasa mafhum, idha dakhala alaiha, asili alikuwa mtume akikaa, akija Fatima,
Lakini sasa Sayyidatuna Fatima ndio amekaa, amekuja mtume, tuelewane hiyo lugha. Qamat ilayhi, Sayyidatuna Fatima pia humsimamia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhat biyadihi, akashika ule mkono wa Mtume Muhammad. Tuko pamoja jamaa? Faqabbalathu, akibusu ule mkono wa Mtume Muhammad. Wa ajlasathu fi majlisiha, Sayyidatuna Fatima pia yomsimamia Mtume, akabusu mkono wa Mtume Muhammad, kisha na yeye akiondoka katika ile sehemu alokaa yeye asili, na yeye akimkatisha Mtume Muhammad. Tuko pamoja jamaa? Hii ndiyo namna alivyoheshimu Mtume sallallahu wasallam wa baraka alayhi. Nimalize na vitu viwili. Siku moja Mtume alikuwa katika nyumba ya Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha, na alikuwa akienda kwa zamu. Mtume alikuwa na wake wengi, hundo rajulun bi maana alkalima, alikuwa na wake, alipokufa tu wanawake 9 amewabakisha, sio? Alikuwa katika zamu ya Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha. Basi Mtume akitembelewa na wageni, masahaba wakaja nyumbani kwake. Lakini hii nyumba ni ya nani tumesema leo? Sayyidatuna. Sasa mmoja katika wake zake akaona Sayyidatuna Aisha leo ana wageni, Mtume ana wageni. Akasema na yeye wacha atie kwenye sinia, atie chakula, ampe Sayyiduna Anas ibn Malik ambaye tumesema ndo khadimu Rasulillah, si ndio? Alimtumikia Mtume miaka 10, si ndio? Hii chakula mpelekee Mtume, naona Mtume ana wageni. Mtume ana nini? Wageni, mpelekee. Sinia kama ile Sayyiduna Anas ibn Malik akaipokea kwa ule mke alompa, kisha akaleta kwa Mtume Muhammad. Alipoleta Sayyidatuna Aisha ameiona, ile wivu ikampanda. Akasema Mtume leo yuko nyumbani kwangu, kwa nini natoka chakula kwenye nyumba nyingine na kuja kwenye nyumba yangu? Akaja ile sinia ya chakula Sheikh, ndani yake kuna chakula, akaipiga ile sinia ikaanguka pande mbili, ikavunjika ile sinia, chakula ikamwagika. Hebu niambie wewe una wageni, tueni pamoja, jaribu kutasawar, kufikiria ala sabili almithal. Umekuwa ni shekhe, una wanafunzi, kumwambia mke wangu bana, leo nataka wanafunzi wangu wanitembelee kwenye nyumba yangu. Sisi hatufanyi upuzi, sijui unasema hivyo kwamba kwa pamoja jamaa. Unajua wanafunzi hawana adabu, kwa sababu ukiwapisha pia wataangalia huku na huku, lakini ndio sisi hatufanyi hivyo. Sasa hebu niambie sasa, wewe una wanafunzi wako, mke wako amekuja amevunja ile sinia mbele ya wanafunzi, utaakti vipi? Tasema leo umefika daraja tu niheshimu mbele ya wanafunzi wangu? Kwa pamoja, hebu jaribu, yani ufanye sasa, umefanyiwa wewe sasa, na leo kufanyia ni mke wako. Akaivunja ile sinia Sheikh, chakula ikamwagika. Mtume akashikanisha ile sinia, nafahamu, akaidondoa ile chakula, akaweka kwenye ile sinia, akawaambia masahaba, kuleni chakula, laqad gharat ummukum, hakika amekuwa na wivu mama yenu. Kinachomsumbua ni wivu, la ungekuwa si wivu angefanya hili, lakini kilichomfanya mpaka afanye hivi ni nini? Tuko pamoja jamaa? La ilaha illa Allah. Sijui hata ingekuwa ni mwingine angefanya nini. Tena angalia adab ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakusema laqad gharat Aisha tu, huyo Aisha amekuwa na wivu. Laqad gharat ummukum, hata kama mimi yeye amenikosea, lakini yeye bado ni mama yenu. Hajasema Aisha, laqad gharat ummukum, hakika mama yenu amesumbuliwa na nini jamaa? Wivu. Kwa pamoja jamaa? Sasa hii ndio namna alivyoamiliana Mtume na wake zake na kuheshimu wanawake sallallahu wasallama wa baraka alayhi. Bal, na hapa ndio namaliza mimi, na labda nishawaeleza. Siku moja wanakuja wake zake, wanawake wana ikhtibar, kaambia ya Rasulullah,
leo utatuambia Sheikh, wampenda nani katika wake zako? Ule wampenda zaidi lazima utuambie leo. Na wanawake wengi utasema vipi? Ukisema nampenda fulani zaidi utapigwa vita Sheikh. Kumbe wao wapenda fulani zaidi kuliko sote. Hiyo ni vita ambayo kwamba hakuna mwenye kuamuza Sheikh. Ni vita ila qiyam saa. Mtume akamwambia inshallah nitawapa jibu kesho. Tawapa jibu kesho. Basi ilipofika usiku Mtume akamfuata kila mmoja kivyake. Akampa pete. Hii pete Sheikh nakupa wewe, lakini usimwambie mtu yoyote, ni siri yangu mimi na wewe. Wa pili hivyo hivyo, anapewa pete, lakini hii ni siri yangu mimi na wewe, mwingine hafai kusikia. Kwa pamoja hivyo kila mmoja akapewa pete. Ikaja wakati wa majibu sasa. Kapambukiwa kila mmoja ana hamu, leo utakusikia Mtume anampenda nani zaidi kuliko sote jamaa. Mmoja, na ni furaha usikie Mtume ampenda fulani zaidi kuliko yote. Na hapo kina Sayyidatuna Khadija shakufa kitambo, kwa sababu juzi sisi tulisema namna alivyokuwa kimpenda Khadija Mtume hajawahi kumuolea hata siku moja. Alipokufa Khadija, Sayyidatuna Khadija ndo akafuata sasa kina Sayyidatuna Sauda, akaja Aisha na wengineo. Baada hapo wanatiririka tu. Kwa pamoja sisi Nilipokuja sasa jamaa wamekusanyika kwa bikulli shauqin wa bikulli raghbatin, leo nataka kusikia katika sisi ni nani anapendwa zaidi na Mtume Muhammad. Sasa ya Rasulullah, hebu tupe habari, wampenda nani zaidi kuliko sote? Akasema yule jana nilompa pete ndo nampenda zaidi kuliko wote. Jamaa tuko pamoja sisi, kila mmoja akafurahi, alhamdulillah mimi ndo nimepewa pete jana. Kumbe Mtume amewapa wote Sheikh. Fahamu? Sasa amehukumu kihikma. Na yote yani kuwapa daraja wanawake sallallahu wasallam wa baraka alayhi. Kila mmoja akafurahi kwa sababu yeye ndo amepewa nini? Kumbe sio mmoja, kila mmoja Mtume amemzungukia kampa nini jamaa? Pete. Sasa hivi ndio watu wanavyokuwa walikuwa ukihukumu. Na hapa nakumbuka kisa moja, nasema namaliza inshallah nitamaliza. Jamaa wake zake wakamfuata Sheikh, mdogo na mkubwa, wakamuuliza Sheikh, sisi wakati mmoja tuingie kwenye bahari tukazama, utamuokoa nani katika sisi? Nafahamu? Akafikiria akasema, wewe mkubwa kidogo ajua kuogelea, nitamuokoa huyu mdogo wako kwa sababu hajui kuogelea. Inshallah Mungu atujalie kikao cha khairi, kikao cha baraka inshallah, na tutakuja kama tulivyoeleza leo. Tumeeleza nini? Ad-dawlatu ar-rumaniya, si ndio? Inshallah tutakuja kueleza ad-dawlatu al-farisiyatu biidhnillahi al-karim. Na Mungu inshallah kama sehemu yote tumekosea, inshallah Mungu atusamehe na atufungulie futuha al-arifin bijahi khairil anbiya wal mursalin. Na inshallah kikao kama hichi Mtume ashuhudilie zaidi, Mola ashuhudilie, na iwe ni sababu ya sisi kupata radhi kutoka kwa Mola subhanahu wa ta'ala, na iwe ni sababu kesho siku ya kiyama kuwekwa karibu na Mtume Muhammad. Inshallah mpaka hapo tutakoma. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.